Urusi imeonyesha kengele ya hatari kuhusu matokeo mabaya ya chokochoko yoyote dhidi ya Iran. Urusi imesema kwamba wakati huu Marekani ihakikishe inamaliza suala lake la nyuklia na Iran kidiplomasia, lakini haitaki kuona chokochoko dhidi ya Iran, hasa vita vya moja kwa moja. Sergei Lavrov, waziri wa mashauri ya kigeni wa Urusi, kwa mara nyingine tena ameionya Marekani kuhusu matokeo mabaya yanayoweza kuitokea Marekani ikiwa itaamua kuchukua maamuzi ya kijeshi dhidi ya Iran. Lavrov amesema kwamba chaguo la kijeshi dhidi ya Iran halidhamini usalama wa nchi yoyote. Alisema chaguo la kijeshi dhidi ya Iran litazidisha matatizo yaliyopo. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Russia alisisitiza msimamo wa Moscow umejengeka juu ya msingi wa utatuzi kwa njia ya amani, kama ambavyo yenyewe imekubaliana na mpango wa amani katika operesheni yao maalum huko nchini Ukraine ambayo inasimamiwa na Marekani. Na sasa Urusi inaweka wazi kwamba haitokubaliana na shambulizi la aina yoyote litakalofanywa na Marekani katika ardhi ya Waajemi. Lavrov alitangaza katika mazungumzo yake kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badr bin Hamad Al Busaid, mapema wiki hii kwamba Moscow na Muscat zinaamini mazungumzo kati ya Iran na Marekani kuhusu suala la nyuklia yanapaswa kuendelea ili kufikiwa makubaliano yanayokubaliwa kwa pande zote na kudhamini usalama wa kikanda. Katika wiki za hivi karibuni, hasa kutokana na ongezeko la kupelekwa wanajeshi wa Marekani katika sehemu mbalimbali za Asia Magharibi, Moscow imetoa maonyo makali ya kidiplomasia kwa Washington kuhusu matokeo mabaya ya hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Tehran. Msimamo huu ambao umetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia na Waziri wa Mambo ya Kigeni Sergei Lavrov unasisitiza upinzani mkubwa wa Moscow wa kutatua mgogoro wa sasa kati ya Marekani na Iran kwa njia ya mabavu na ya kijeshi, na unaweza kutathminiwa ndani ya mfumo wa maslahi ya kimkakati ya Russia yenye pande nyingi. Sababu kuu za msimamo wa Urusi zinaweza kuchunguzwa katika maeneo kadhaa muhimu. Sababu ya kwanza ni kudumisha ushirika muhimu wa kimkakati kati ya Asia Magharibi. Iran kama mshirika wa kisiasa, kijeshi na kiuchumi ina jukumu muhimu katika mlingano wa kikanda na inahesabiwa kuwa mshirika wa kimkakati wa Urusi katika kukabiliana na ushawishi wa Magharibi. Ukosefu wowote wa utulivu nchini Iran utadhoofisha mhimili wa ushirika dhidi ya Urusi na kubadilisha usawa wa nguvu na hasara kwa Moscow. Ushirikiano wa pande mbili, ikiwa ni pamoja na uungaji mkono wa kidiplomasia wa Russia kwa Iran katika majukwaa ya kimataifa na ushirikiano wa kiulinzi wa Iran, unaweza kutathminiwa katika pembe hii. Hivyo jambo la pili linalotajwa ni kuepuka migogoro mipya ya usalama katika eneo la Asia Magharibi na hata kimataifa. Maafisa wa Russia wameweka wazi kwamba chaguo la kijeshi si tu halitatatua matatizo yaliyopo, bali litazidisha na kuharibu utulivu wa kudumu. Kwa kuwa Urusi imo katika mgogoro wa Ukraine, kuenea mgogoro mpya na mkubwa katika Asia Magharibi utakuwa mzigo mzito wa usalama wa kijeshi kwa Moscow na hata kwa ulimwengu. Zaidi ya hayo, Russia ina wasiwasi kuhusu matokeo ya kutokuwa na utulivu unaosababishwa na vita. Mgogoro wa kijeshi unaweza kuathiri ukanda mzima wa Asia Magharibi na kutahadharisha usalama wa nishati na njia za kibiashara. Kwa hivyo, Russia inasisitiza diplomasia na upatanishi, ikiwa ni pamoja na jukumu la Oman ili kuzuia hali hiyo isiharibike. Katika suala hili, Lavrov amesisitiza hitajio la kuendelea na mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Iran na Marekani ili kufikia makubaliano yanayokubalika kwa pande zote mbili. Na ndio maana Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, wakati alipokutana na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, moja kati ya jambo ambalo amesisitiza ni kwamba lazima wahakikishe mazungumzo yanafikia mwisho. Jambo la tatu ni kwamba Urusi inapinga ushawishi wa Marekani na hatua za upande mmoja za Washington ambazo zimedhihiri zaidi katika kipindi cha utawala wa Rais Donald Trump. Hapo awali, Russia ililani vikali uingiliaji kati wa kigeni katika masuala ya ndani ya Iran na imesema tishio lolote la kijeshi la Marekani kwa kisingizio cha suala la nyuklia la Iran katu halikubaliki. Maonyo haya ni sehemu ya mbinu za jumla za Moscow za kupinga sera za kibabe za utawala wa Washington na kujaribu kuunda utaratibu wa kimataifa wenye pande nyingi, ambapo Umoja wa Mataifa una uzito zaidi pamoja na mataifa kama vile Russia pamoja na China. Na hatimaye kudumisha utulivu katika mipaka ya kusini mwa Russia pia ni sababu muhimu ya msimamo huu. Ukosefu wowote wa utulivu nchini Iran
unaweza kuwa na athari mbaya kwa hali ya usalama, kijamii na kiuchumi katika eneo la Caucasus na Asia ya Kati, ambayo yanachukuliwa kuwa maeneo ya nje yaliyo karibu na Russia. Kwa hivyo kudumisha utulivu na amani katika maeneo ya jirani ya Russia kunaendana na maslahi makuu ya usalama wa Moscow. Kwa ujumla, maonyo ya hivi karibuni ya Urusi kuhusu uwezekano wowote wa uvamizi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Iran yanapaswa kuchambuliwa katika muktadha wa mkakati wake mkuu wa kudumisha mshirika muhimu, yani Iran, na kupata faida za kijiografia, kuzuia kuibuka kwa migogoro sambamba na kudhoofisha ushawishi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Msimamo wa Russia unaonyesha kwamba mtazamo wa Moscow, usalama na utulivu wa Iran una mafungamano yasiyotenganishika na maslahi ya usalama na ya kitaifa ya Urusi pamoja na Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.